Tunapozungumza habari ya mihuri tunakuwa tunamaanisha kitu gani? What do we mean when we talk about Nataka niseme maana nyepesi ambayo nitaitumia kwenye huduma hapa. Nitaitumia leo kwenye kukufundisha. Amen. Evil meaning that I'll use it. Maana zingine unazozijua kaa nazo. Amen. Other meanings that you know them, stay with them. Ila nitazungumza ambayo Bwana amenipa hapa ili kufungua maisha yako. Haleluya. God has given me for me to open your life. Mihuri ni alama rasmi Seals are inayowekwa kwenye hati. That are put in a, ni alama rasmi official inayowekwa kwenye hati, that is put kifaa au kitu fulani or anything, ili kuthibitisha uhalisi, umiliki, mamlaka, authority au usalama or protection wa hicho kitu. of that thing. Mihuri ni alama rasmi inayowekwa kwenye hati, It's an official sign that kifaa, is put in a deed or an item au kitu fulani or anything ili kuthibitisha to authenticate or validate uhalisi, the realness, umiliki, possession, uhalisi, umiliki, mamlaka, authority au usalama wake, or its protection or safety. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Rea la balados. Sasa kama mihuri ni alama, So if seals are signs, nataka tuzungumze vipengele vikuu viwili I want to talk about two main things katika ile eneo. in this area. Kwa hiyo pia tunaposema mihuri ya kichawi, If we talk about maana yake ni alama za kichawi. also these are symbols of witchcraft. Maana yake ni alama za kichawi These are symbols of witchcraft zinazoweza zikawekwa that can be put mahali popote, anywhere. na alama hizi zinakuwa zinaashiria And these signs or symbols represent umiliki, possession, uhalali genuineness, au uhalisia or the wa authenticity madhabahu za giza au za kichawi of the altar of darkness kwenye or maisha ya witchcraft mtu. into someone's life. Na alama hizi And these symbols hazionekani kwa macho ya damu na nyama, cannot be seen in the flesh, ila matokeo yake but these results yanaonekana katika damu na nini can be seen in the na flesh. nyama. Kwa hiyo ni alama ambazo So these are symbols that hazionekani katika ulimwengu wa kawaida. are not seen in the normal world. Mtu hawezi akakuangalia kwa macho haya No one can look at you with this flesh eyes akaona hizi alama, and to see the symbols. lakini katika ulimwengu wa roho But in the spiritual realm, alama hizi huwa zipo, these symbols exist. na unaweza usizione kwa namna ya And mwili, you might not see them in the ila flesh, ukaona matokeo, but you can see the results. matokeo ya hizo The alama. results of those symbols. Maana yake matokeo It menyewe means the actual utakuwa results, unayaona kwa jinsi ya mwili. you will see Haleluya. them in the flesh. Utakuwa unaona kwenye maisha yako, You will see them in your life, kwenye kazi zako, into your work, mipango yako, into your plans, kwenye kila unachokifanya. into everything that you do. Moja wapo ya dalili One of the ya indicators mihuri hii, of these seals, kuna mtu unaweza ukafikiria jambo you might think of something, uko ndani peke yako you're there na on your own, hujamwambia and you mtu, didn't tell anyone.
lakini ukafikiria But you thought, nitaenda nikaulizia ile sehemu ya biashara, I'll go and ask concerning that place. na pamekaa muda mrefu sana, And it has stayed for a long time. au kuna mpango umeufikiria, hujamwambia that you mtu, thought about it, you didn't tell lakini anyone. ukiamka asubuhi But when you ukatekeleze, wake up in the morning to unakuta complete, kuna mtu kashatekeleza hicho kitu. you just find that someone has already acted Amen. upon it. Unajiuliza nini kimetokea, mbona nimewaza jana I just thought of na it yesterday, sijamwambia mtu, and I didn't tell anyone. nani kafanya hiki Who kitu? did this thing? Manake una muhuri wa kichawi. It means Amen. you have a witchcraft seal. Kuna mtu mmoja hapa kanielewa, si Someone has ndivyo? already understood me. Manake una muhuri wa nini? It means you have Kichawi. a witchcraft seal. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa In the roho, spiritual realm, chochote unachokifikiria, everything that you're thinking about, chochote unachokiwaza, everything you're thinking about, kuna watu hapa wawili ambao umewahi kuota una alama kwenye nyayo huku za miguu. Yaani umeota ndoto una alama zimeandikwa, sijui alama gani, chochote. two people who had a dream that they have something which is Umewahi written on kuota the hicho sole kitu? of their feet. Una alama kwenye miguu. You have symbols on Watu your wawili, feet. huyo wa Two kwanza people. uliotaja, What did you dream? wa pili The second one. una alama, yani unaona, hata kuna wale unaweza ukaota You might dream kuna alama, there are symbols, lakini kwa kuangalia usisiziona, ila unapokanyaga hivi, yani kwenye ndoto unaota ukikanyaga, ukitoa mnguni kama kuna nini, when you move your leg, kuna alama. it's like there is a symbol. Watu wa aina hii, Those kinds of people. Mimi sio kwamba niliota. It's not like I dreamed about it. Nilikuwa na osha miguu, nikashangaa kuna alama ambazo ziko katikati ya miguu. I was washing my feet. Nyayo. Okay, and then I saw those symbols. barikiwe. Be blessed. Mwingine, Another one. yuko mwingine wa pili. There's another one. Watatu ni wanyongeza, na wewe And you. una ndoto za aina hiyo, sio mara moja tena. You have those types of dreams. Sasa mbona usemi? Maana hujaota mara moja. It means that Ndoto ya aina hiyo. It's not the first time you're dreaming. Mbona umekaa kimya? Why are you silent? Au ulikuwa hujaelewa ninachouliza? Or didn't you understand what I was asking? Nimeshaelewa. Sasa mbona ukusimama ukujibu? Okay, yupo mwingine wa pili. Huyu nimemsema tu kwa sababu alikuwa anafichwa katika shaota zaidi ya mara nyingi. Kuna mtu mwingine wa pili. Hallelujah. There is someone else, the second part. Ninachozungumza sizungumzi kubahatisha. Amen. Ninazungumza kitu ambacho ninakiona. Hallelujah. I'm talking about things that I see. Kwa hiyo nikikuuliza tu unakuwa wazi, kwa sababu unapokuwa wazi ndio kufunguliwa. Hallelujah. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanyaje? Sio dhambi tu, anapoficha mtu kitu huwezi ukafanyaje? Ndio maana kuna saa Mungu anauliza kwamba unataka nikufanyie. What do you want me to do for you? Kuna mtu ananielewa vizuri. Anataka aone utayari. He wants to see the readiness. Sasa hizo alama, those symbols, kuna watu kwenye miguu, lakini kuna wengine kwenye mikono, wengine kwenye mgongo, whatever, na maeneo mengine mengi, everywhere in other areas. Lakini ni alama ambazo zinawekwa kichawi. But those are symbols that are put there by witches. Na kuna watu ulilala tu kaamka ukaona kwenye sehemu ya mwili wako kuna alama. And the others just you slept, you wake up and then na wala hujui ile alama imetoka wapi. You don't know where it came from. Kuna aina watu hapo wanachomwa sindano ndotoni. People have been injected in the dream. Sio majuu, Mungu anakusaidia leo. Sio majuu, ni unyoshe mkono wako. Stand and show me your hand. Sio majuu, watu wa Mungu. Unachomwa sindano ndotoni. Sio. If you get injected in dreams. Amen. Mungu atawafungua leo. God is going to deliver you Hallelujah. today. Hallelujah. Hizi ni mihuri ya kichawi. Hallelujah. Witchcraft seals. Ni mihuri ya nini? These are witchcraft seals.
Bwana Yesu saidie sana. May Jesus help us. Kwa unaweza ukaona umechomwa hiyo sindano au chochote imetokea afu asubuhi ukaamka wewe ni mgonjwa. Amen. In the morning you wake up you are sick. Au pale pale ambapo kuna hiyo shida ukasikia maumivu. Okay, kuna watu waliota wanaumwa nyoka. Umenielewa vizuri? There are people who dreamt that a snake has bitten them somewhere. Halafu ulipoamka ukakuta hicho kidole kama ni mguu kuna maumivu. You found the hand of that toe, you are in ukakuta kuna maumivu. Ila umeota nini? You found pain Ndoto. But you had a dream. Maana yake ni mihuri ya kichawi tayari. It means that's already a witchcraft seal. Mtu anielewa vizuri? Is anyone understanding me? Mtu anielewa vizuri? Is anyone understanding me? Mtu anielewa vizuri? Is anyone understanding me? Hiyo mihuri lengo lake ni nini sasa? What is the purpose of those seals? Lengo lake nimesema inawekwa mahali ili kuonyesha kwa kwa hiyo inakuwa ni ishara katika ulimwengu wa roho ya kwamba huyu mtu hawezi kufanya jambo lolote kwa juhudi yake yote na akafanikiwa. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kuna kizuizi, kuna upinzani. Na huyu mtu hata kama ahame eneo fulani aende eneo jingine, mambo bado yatabaki kuwa yale yale. Kuna mtu ananielewa vizuri? Kuna mtu ananielewa vizuri? Mambo yatabaki kuwa yale yale. Kwa nini? Kwa sababu kuna mihuri ya kichawi. Leo nazungumza taratibu ili unielewe. Haleluya. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? You understand me? Ninaomba nazungumza haya mambo mawili muhimu ambayo unatakiwa kuyajua. Let me talk these two important stuff that you're supposed to know. Ambayo nataka leo niyazungumze hapa. Hallelujah. I want to talk about them today. Mihuri ya aina yoyote, any kinds of seals, ni ishara ya umiliki of possession, wa miungu, of dominion of God, au Mungu, or God. Kwa yeyote kati ya hawa akikupiga muhuri ni ishara ya kwamba anakumiliki. Hallelujah. It's the sign that they are in possession of sasa kwenye Waefeso ile 1, so in Ephesians 1 na ule mstari wa 13 verse 13, kuna aina ya muhuri wa kiungu hapa. There is a type of godly seal. Amen. Amen. Kuna aina ya muhuri wa kiungu hapa. There is a type of godly seal. Hebu naomba usome. Please read that. Waefeso 1 mstari wa 13. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kusikia neno la kweli. Habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri wa Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Amen. Mmetiwa Roho yule wa ahadi. Maana yake anamaanisha tu kwamba tunamilikiwa. Haleluya. Amen. Kwamba ana uhalali na maisha. Sasa umiliki wa huyu Mungu, so yeye huwa hana tabia ya kutulazimisha. Haleluya. Anataka akujaribu akuone, lakini madhabahu za giza hizi ninazozungumza zenyewe zina tabia ya kumiliki mtu kwa lazima. Haleluya.